Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin habibina wa sayyidina wa sanadina wa ustadhina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi liqaina hadha maratan ukhra. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa channel ya Mponda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa, mwendelezo wa vipindi vyetu vya tafsiri za ndoto, na leo tutazungumzia tafsiri za ndoto za adhana wal iqama, yani taawilul adhan wal iqama, tafsiri za ndoto za adhana na iqama, yani kuqim. Naam, ndugu zangu watazamaji, anasema Ustadh Abu Saidi rahimahullahu ta'ala, Ustadh Abu Saidi rahimahullahu ta'ala anasema, man raa annahu adhana marratan wa aqama wa salla faridha, anasema mwenye kuota usingizini ya kwamba ameadhini mara moja na akakim, yani baada ya kuadhini akakim swala na akaswali swala ya faradhi, iwe ni swala ya alfajiri, iwe ya dhuhuri, iwe alasiri, iwe magharibi, iwe isha, almuhimu wa swalla faridha, akaswali swala ya faradhi baada ya kuadhini na kukim. Anasema ustadhi, maana yake ndoto hiyo ruzika hijjan, maana yake mtu huyo ataruzukiwa kwenda kufanya ibada ya hija, ataruzukiwa na Allah kwenda kufanya ibada ya hija. Liqaulihi ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayopatikana katika suratul Hajji aya nambari 27, pale Allah aliposema waadhin finnasi bilhajji, waadhin, na waite, finnasi, watu, bilhajji, waje katika ibada ya hija. Kwa hivyo ukiota umeadhini mara moja ukakimu ukaswali, maana yake Allah atakuruzuku kwenda kufanya ibada ya hija. Naam, lakini ndoto ya pili, shekhe anaendelea anasema, fa in raa kaannahu yuadhinu ala manara fa innahu yakunu da'iyan ila alhaqi wa yurja lahu alhajji, anasema fa in raa, basi na atakayeota usingizini, kaannahu yuadhinu, kama yuadhini, atakayeota usingizini anaadhini, ala manaratin, juu ya mnara, yani amepanda juu ya mnara mkubwa alafu anaadhini kule juu, fa innahu, maana yake ndoto hiyo, yakunu da'iyan ila alhaqi, maana yake mtu huyo atakuwa ni mwenye kulingania haki, atakuwa ni mtu ambaye mwenye kuwaita watu katika haki. Wa yurja lahu alhajj, na hutarajiwa kwa mtu huyo kwenda kufanya ibada ya hija, na hutarajiwa kwake hija. Manake pia Allah anaweza akamruzuku mtu huyo kwenda kufanya ibada ya hija, lakini pia atakuwa ni da'iyan ila alhaqi, da'iyan ila alhaqi, mwenye kuwaita watu katika haki. Naam, ndoto ya tatu, shekhe anaendelea ama ustadhi anaendelea anasema, wa maraa kaannahu yuadhinu ala sathi jarihi fa innahu yakhunu jarahu fi ahlihi, anasema na mwenye kuota usingizini, wa maraa, na mwenye kuota usingizini, fil manami, kaannahu yuadhinu ala sathi, ya kwamba yuadhini juu ya paa, yani amepanda juu ya paa la nyumba, kisha yuadhini, anaadhini tena ala sathi jarihi, juu ya paa la jirani yake. Umepanda juu ya paa la nyumba ya jirani yako unaadhini, maana yake shekhe anasema fa innahu yakhunu jarahu,
maana yake hiyo ndoto, huyu mtu atamsaliti jirani yake, atamsaliti jirani yake, atamfanyia khiana fi ahlihi, katika familia yake. Maanake katika familia ya huyo jirani yake huyu mtu atamfanyia khiana, atamsaliti, atafanya jambo baya katika familia ya jirani yake. Kwa hivyo sio ndoto nzuri ukiota unaadhini juu ya paa la nyumba ya jirani yako, umepanda juu ya paa la nyumba ya jirani yako kisha unaadhini. Ukiamka muombe Allah subhanahu wa ta'ala akukinge usimsaliti jirani yako. Naam, lakini shekhi anaendelea anasema, waman raa annahu adhana wa aqama fa innahu yuqimu sunna wa yumitu bid'a. Kadhalika anasema, na mwenye kuota usingizini ya kwamba adhana wa aqama, ameadhini kisha ameqimu, hakuswali, ameishia kuadhini tu na kuqimu. Mtu mwenye kuota amefanya hivyo, maana yake fa innahu, basi maana yake ndoto hiyo, yuqimu sunna, kwamba huyo mtu ni mwenye kusimamisha sunna, ni mtu ambaye yuwafuatilia sana sunna na yuwasimamisha na kudumisha sana sunna. Wa yumitu bid'a, na huyo mtu anaua bid'a, yani kuna bid'a ambazo huyo mtu anaziua kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na hiyo ni ndoto ya kheri, pia ni katika ndoto nzuri. Ukiota umeadhini kisha umekim pasi na kuswali, maana yake wewe unasimamisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama na unaua bid'a. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema kullu bid'atin dalala, anasema kullu bid'a dalala, kila bid'a ni upotevu. Manake tujiepushe na mambo ya bid'a, manake mambo yanaozushwa katika dini. Taib, lakini ndoto ya tano shekhe anasema, ama Ustadh Abu Saidi rahimahullahu ta'ala anasema, fa in raa annahu zada fil adhan au naqasa minhu au ghayyara alfadhuhu. Anasema na mwenye kuota ya kwamba amezidisha adhana au amepunguza, yani ile adhana umeisoma ukaipitiliza ama ukaipunguza hukuikamilisha, au ghayyara alfadhuhu, au mtu mwenye kuota amebadilisha matamshi ya adhana, yale amebadilisha matamshi ya adhana. Anasema fa innahu, kwa hakika ndoto hiyo maana yake yadhlimu nnasa biqadri ziyadati wa nuqsan, maana yake huyu mtu kuna watu anawadhulumu. Kuna watu anawadhulumu. Kama ataota amezidisha adhana, maana yake hao watu anawadhulumu sana, kuna watu anawadhulumu sana. Na kama ameota amepunguza adhana, maana yake kuna watu anawadhulumu, lakini sio kwa kiasi kikubwa, lakini kuna dhulma anaifanya kwa watu. Ukiota ya kwamba umezidisha adhana, umeadhini lakini katika adhana yako umezidisha ama umepunguza ama umebadilisha matamshi, basi ukiamka muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na dhulma, maana yake wewe kuna dhulma unaifanya. Naam, lakini kwa kumalizia anasema shekhe ama ustadhi, waman adhana baina qaumin, na mwenye kuota yuwaadhini kati ya watu, yuko mbele za watu yuwaadhini, falam yujibuhu, kisha hao watu wasimuitike ile adhana. Yani adhana manake ni kuwaita watu. Sasa ukiota kwamba unawaita watu kisha wale watu hawaitiki ule wito, basi anasema fa innahu baina qaumin dhalama, basi ndoto hiyo inamaanisha ya kwamba huyu aliyeota anaishi na watu ambao ni madhalim, anaishi na watu ambao wanafanya dhulma, wanadhulumu wenzao. Liqaulihi ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inayopatikana katika suratul A'raf ya nambari 44, pale Allah aliposema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, faadhana muadhdhinu bainahum an la'natullahi ala dhalimin,
faadhana muadhinu bainahum an la'natullahi ala dhalimin, basi akaita muhitaji kati yao na akasema laana za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya madhalim, kwa sababu huyu muadhin amewaita watu lakini hawakumuitika, basi akawaambia la'natullahi ala dhalimin, manake wale watu ambao hawakuitika ule wito ni madhalim. Kwa hivyo ndugu yangu mtazamaji, ukiota unaadhini baina qaumin, mbele za watu, kati ya watu, alafu wale watu wasiitike ile adhana yako, wasiitike ule wito wako, ujue ndugu yangu unaishi na watu madhalim. Muombe Allah akuepushe kuishi na watu kama hao, kwa sababu sio watu wazuri. Kuishi na madhalim ni jambo baya kabisa. Tunatakiwa tuishi na watu wema, tuishi na wacha Mungu, tuishi na watu ambao wameipa mgongo dunia. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya tafsiri za ndoto za adhana na iqama, na hii ni sehemu ya kwanza. Usikose kufuatilia sehemu ya pili mwisho. Ndugu yangu mtazamaji, kama utahitaji tafsiri ya ndoto zako binafsi, tukutafsirie, basi ndoto binafsi tunatafsiri kwa sadaka. Utatuma sadaka yako kupitia nambari zetu za simu ambazo ni 0652286323. Hiyo ni namba ya Yas, jina litakuja Shaabani Mponda. Yas zamani ilikuwa ikiitwa Tigo, kwa jina litakuja Shaabani Mponda. Utatuma sadaka yako humo, kisha utatutumia ndoto yako, tutakutafsiria. Ama utatuma sadaka yako kisha utatupigia simu, tutakutafsiria ndoto yako kwa nambari hizo ambazo tumezitaja. Tunafanya hivi kwa sababu channel yetu bado inahitaji sapoti. Tunahitaji laptop, tunahitaji kamera, tunahitaji green screen, tunahitaji taa kwa ajili ya kushutia usiku, tunahitaji stendi, tunahitaji mambo mengi. Kwa hivyo tusapoti kupitia sadaka yako kama unahitaji tafsiri ya ndoto zako, ili tuweze kuboresha chaneli yetu. Wallahu a'lam. Kwa haya ndio yasema, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.